kutupa neema ya kuwa nasi, ikiwa leo ni siku ya 4 ya haya maombi tangu tumeanza. Leo ni siku ya 4. Jina langu naitwa Mwalimu Petro, niko jimboni Arusha nchini Tanzania. Naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania. Leo ni siku ya 4 ya maombi yetu. Mwana wa Mungu aliye hai, tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kuomba zaidi kuliko kujifunza. Kwa hiyo ninakuomba unaposikiliza uwe kwenye eneo ambalo linaweza likakupa mazingira ya kuomba. Sikushauri kusikiliza huko unatembea, huko unapika, huko unafua nguo, ila labda uwe unatembea ni ndani ya chumba chako cha maombi. Kwa hiyo sikiliza ukiwa chumbani kwako au kwenye eneo lolote lile ambalo linaweza likakusaidia kuweza kuwa na uwepo wa Mungu wa kuomba bila mtu kukubugudhi au kukupa disturbance ya aina yoyote ile. Somo tunalotembea nalo kwenye maombi haya linaitwa maombi ya toba kwa ajili ya kujinasua kwenye kifungo cha Nebukadreza. Maombi ya toba kwa ajili ya kujinasua kutoka kwenye kifungo cha Nebukadreza. Hili ndilo somo letu tunalotembea nalo, na leo ni siku ya 4. Wana wa Mungu, tumeshaangalia maana 3 za kifungo cha Nebukadreza, na kwa uwezo wa Mungu Roho Mtakatifu, kwa kila siku tulioangalia maana moja, tuliomba kadiri maana hiyo ilivyokuwa inaelekeza. Hivyo leo kwa kuwa ni siku ya 4, tutaenda kuangalia na maana ya 4 ya kifungo cha Nebukadreza. Katika zile maana 6, leo tutaangalia maana ya 4. Kwa wale wanaoandika na wale mnaonisikiliza, maana ya neno kifungo cha Nebukadreza, maana ya 4 ya neno kifungo cha Nebukadreza ni kifungo. Maana yake ni kifungo unachowekwa na Mungu mwenyewe. Ni kifungo unachowekwa na Mungu mwenyewe ili jina lake lije litukuzwe hapo baadaye. Kifungo cha Nebukadreza ni kifungo unachowekwa na Mungu mwenyewe ili jina lake lije litukuzwe hapo baadaye kwa kupitia wewe kuwa kwenye gereza hilo na kuvuka salama. Najitahidi kusoma taratibu ili kwa yule anayeandika nisimuache sana, lakini siwezi kwenda taratibu zaidi hapa kwa ajili pia ya muda. Kwa kama ninakuacha tusameane, unaweza ukawa unarudisha nyuma, unarudia. Kwa ujumla tunasema kifungo cha Nebukadreza ni kifungo ambacho mtu unawekwa na Mungu mwenyewe. Hauwekwi na shetani, hauwekwi na mizimu ya ukoo, hauwekwi na mti wa familia, hauwekwi na laana ya babu au ya bibi, wala hauwekwi kwa laana yako ya kujitengenezea. Ila ni kifungo ambacho Mungu anakuweka yeye, Mungu mwenyewe. Kifungo cha Nebukadreza ni tofauti na vifungo vingine ambavyo watu wamevizoea. Maana wengi tumezoea vifungo ambavyo mtu anafungwa na miti ya familia, anafungwa na familia yake, anafungwa na shetani. Lakini hichi kifungo ni kile ambacho Mungu mwenyewe ndiye anasimama kukufunga, kifungo cha Nebukadreza. Na anakufunga ili jina lake lije litukuzwe hapo baadaye kwa kupitia wewe kuwa ndani ya gereza la Nebukadreza. Kwa Mungu anakuweka gerezani, ukae hapo gerezani, uteseke. Namna unavyoteseka hapo ndani ya gereza na ukavuka, ndivyo yeye kama baba yako anavyotukuzwa. Narudia tena hii sentence.
Mungu anapokuweka ndani ya gereza la Nebukadreza, ukapata mateso pale ndani ya hilo gereza, kadiri unavyoumia ndani ya hayo mateso, kadiri unavyovumilia maumivu, kadiri unavyovuka na kutoka salama ndani ya hicho kifungo, ndivyo jina la Mungu linavyopata heshima na kutukuzwa kwa kupitia wewe. Ngoja muda huu nikupe mifano ya watu wa kibiblia, ya watu wa kwenye Biblia ambao Bwana aliwaweka kwenye kifungo cha Nebukadreza, na baadaye walipoweza kuvuka, Mungu akatukuzwa kwa kupitia wao. Na si kwamba aliwaweka wakateseka milele yote kwenye hicho kifungo, ila Mungu aliwaweka kwa muda, kwa sababu Mungu anapomweka mtu kwenye kifungo cha Nebukadreza, hamweki hateseke milele yote, ila anamweka kwa muda fulani. Anaweza akakuweka kwa muda wa miezi 6 ndani ya kifungo, anaweza akakuweka kwa muda wa mwaka ndani ya kifungo, anaweza akakuweka kwa muda wa miaka 2, 3, kadiri ya mapenzi yake. Kwa muda huu tutawaangalia watu ambao wapo kwenye Biblia, Bwana aliwaweka kwa muda wa miaka, kila mmoja kadiri ya miaka yake, wakateseka na yeye Mungu akatukuzwa kadiri wao wanavyoteseka. Afu baada ya hapo akawalipa posho ya duniani kabla ya ile ya taji la uzima wa milele. Ngoja muda huu tuje kwenye Biblia, tutaelewana vizuri. Tuanze na mtu wa kwanza ambaye ni kipofu. Mtu wa kwanza ambaye ni kipofu anapatikana kwenye Injili ya Yohane Mtakatifu, anapatikana kwenye kitabu cha Injili ya Yohane Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 11. Kitabu cha Injili ya Yohane Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 11. Yohane 9:1 hadi 11. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka machoni, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Rudia haya maneno nyuma yangu. Sema, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Mimi Petro, taja jina lako. Sema, mimi fulani nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Na Bwana akupe kuona katika jina la Yesu. Sema amen. Tusikilizane vizuri, mtu wa Mungu. Neno hili linatuonyesha habari ya mtu mmoja anayeitwa, jina lake alijamtaja, ila ametambulishwa kwa hali yake ya udhaifu aliyokuwa nao, ambao ni wa upofu, ni kipofu. Biblia inasema mtu huyu alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Alizaliwa haoni, ni kipofu. Siku moja Yesu akawa anapita na wanafunzi wake,
Na kwa kuwa huyu mtu kawaida yake alikuwa ni muombaji, sio muombaji wa kuomba Mungu, ila ni muombaji wa kuomba msaada. Waingereza wanaita beggars. Alikuwa ni beggars, yani muombaji wale wanaoomba msaada. Sijui naomba, anaweka bakuli, anaomba hivi apewe hela, apewe chochote kile. Ndiye alikuwa ni muombaji wa aina hiyo. Sasa wanafunzi wa Yesu walivyomuona, wanasema, Biblia inasema wakamuuliza Yesu, mwalimu, rabi, yani mwalimu wa sheria, rabi, mtu huyu amefanya dhambi gani? Au wazazi wake wamefanya dhambi gani hata azaliwe ni kipofu? Angalia hilo swali. Yesu akawaambia hajafanya dhambi yoyote. Sasa nataka nikurudishe kwenye hili swali. Unafikiri ni kwa nini wanafunzi wanamuuliza Yesu, mtu huyu amefanya dhambi gani? Au wazazi wake wamefanya dhambi gani hata azaliwe ni kipofu? Ni kwa sababu Torati, kitabu cha Torati sura ya 28, kitabu cha Torati sura ya 28 kinaeleza mtu ambaye asipokuwa mtii mbele za Bwana, yani mtu mwenye dhambi, anaweza akapata laana, na moja ya laana anazopata ni kiwemo na upofu. Ukisoma kitabu cha Torati kinaeleza laana nyingi sana, na unaweza ukakuta hata upofu pale ndani na usishangae. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu walivyomuona mtu yule, waliuliza moja kwa moja, amefanya dhambi gani? Au wazazi wake wamefanya dhambi gani? Kwa sababu walikuwa wanajua ugonjwa au hali ya mtu kuwa kipofu, ulemavu, unatokana na laana. Ila Yesu anawaambia jibu la kushangaza. Anasema huyu mtu kuwa kipofu si kwamba amefanya dhambi, ila amekuwa hivyo ili kazi ya Mungu idhihirike ndani yake. Tafsiri ya Yesu kusema huyu mtu amekuwa kipofu ili kazi ya Bwana au ya Mungu idhihirike ndani yake, inatusaidia kuelewa kwamba kumbe huyu mtu kuwa kipofu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemuumba akamfanya awe kipofu ili aje atukuzwe kupitia upofu wa huyo mtu. Si kama umenielewa? Ngoja nirudie tena. Iko hivi. Yesu kusema huyu mtu kuwa kipofu si kwamba amefanya dhambi, au kuwa kipofu si kwamba wazazi wake waliomzaa wamefanya dhambi, ila amezaliwa ni kipofu. Ni ili kazi ya Bwana idhihirike ndani yake. Yani amezaliwa kipofu, ina maana ni Mungu ndiye aliyemweka awe kipofu, ili Mungu huyo huyo kupitia kumweka huyu mtu awe kipofu aje atukuzwe Mungu kupitia tatizo la huyo mtu. Si kama umenipata vizuri? Si kama tunaenda pamoja wana wa Mungu? Kama tunaenda pamoja sema amina kwa jina la Yesu. Raba shanda raba koria maka. Tuelewane vizuri wana wa Mungu ali hai. Ina maana ile hali ya huyu mtu kuzaliwa ni kipofu ndiyo sawa na Mungu kumweka kwenye gereza la Nebukadreza. Hali ya upofu aliyokuwa nayo ndiyo Nebukadreza wake. Yani ule udhaifu wa upofu, ule upofu wa huyo mtu ndiyo Nebukadreza wake. Ndio maana nilikueleza siku fulani ya kwanza au ya pili kwamba kila mmoja na Nebukadreza wake. Kwa huyu mtu ile hali ya kuwa kipofu ndiyo sawa na kuwa kwa Nebukadreza. Na Mungu alimweka awe kipofu si milele, ila ni kwa muda. Na ndiyo maana baada ya hapa Yesu anafanya tope, anampa, anamwambia kanawe. Na huyu mtu anaenda kunawa, anaanza kuona. Hiyo inatumaanisha nini? Inamaanisha kwamba Mungu hakumweka awe kipofu daima, ila alimweka kwa muda. Tangu kuzaliwa hadi huo umri ambao Yesu alimkuta nao. Biblia haijaandika ni umri gani. Kama ni miaka 30, kama ni miaka 40, kama ni miaka 50, ni Mungu ndiye alimweka kwamba nimekuumba utakaa kipofu mpaka miaka labda 40.
Afu baada ya miaka 40 utakutana na mtu anaitwa Yesu. Huyu Yesu atakupaka tope, utaanza kuona. Na ukishaona, watakao kutazama tangu unazaliwa hadi umefikisha umri wa miaka 40 ukiwa kipofu, watamtukuza Yesu na mimi Mungu Baba yake, na watamkubali na wataokoka. Hivyo kusudi la Bwana likatimia. Ndivyo ilivyokuwa kwa mtu huyo. Kwa sababu baada ya mtu huyu kuona, kila mmoja aliyemfahamu akiwa kipofu tangu kuzaliwa, wakamuuliza, umewezaje kuona? Akawaambia, nimekutana na mtu anayeitwa Yesu, amefanya tope nikaona. Na ukiendelea kusoma hichi kitabu cha Yohana sura ya 9 nzima, utaona mpaka Mafarisayo walikuja wakaanza kuleta mabishano. Lakini mtu akasema ameona kwa uwezo wa Yesu, na watu wote wakamtukuza Yesu Kristo. Na kazi ya Yesu Kristo ikaendelea kudhihirika. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu alikuwa kipofu na Yesu amemfanya aone. Na ukumbuke, upofu huyu mtu ulitengenezwa na Mungu. Kwa hiyo ndio maana nakueleza muda huu, Mungu anaweza akakuweka kwenye kifungo cha Nebukadreza, akakufanya ukazaliwa na tatizo fulani, ukazaliwa nalo, na Mungu akawa amepanga uzaliwe na hilo tatizo, ukae nalo kwa muda fulani, ili baadaye haje akuponye na kazi yake idhirike. Mungu anaweza akakufanya ukazaa mtoto mlemavu, ukamzaa tu ili baadaye aje amponye. Na ndio maana ukizaa mtoto mlemavu usikasirike, ukaanza kumkataa kwamba sio wa kwako. Hapana, mpokee. Mungu amekuweka kwa Nebukadreza kwa muda, amemfanya akae kwa Nebukadreza, yani awe mlemavu, ili tu baadaye aje amponye, atukuzwe. Unaweza ukajikuta unapata hali ya kila ujauzito unaoshika unatoka. Kila ujauzito unaoshika unatoka. Usiumie na hiyo hali ulio nayo kwamba haujawahi kushika mimba. Kila mimba unaoshika inatoka, haujawahi kuzaa. Na si kwamba haushiki mimba, unazishika zinatoka. Usiumie. Ni Mungu huenda amekuweka kwa muda kwa Nebukadreza. Anataka baadaye labda ukae hata miaka 20, yeye haimpi shida, maana yeye ndio baba. Anataka ukae miaka 5, haimpi shida. Ikifika wakati wake wawe kunasa mimba na kuzaa, unazaa na anatukuzwa katika jina la Yesu. Na wanaokuwa wa kwanza kumtukuza Mungu ni wale ambao walikuwa wanakuona wakati una hiyo shida na wanakucheka. Ndio watakao kuwa wa kwanza kusema Bwana asifiwe, maana amekutendea muujiza. Ngoja nikueleze habari njema muda huu. Kama unajijua unanisikiliza na kuna tatizo umezaliwa nalo, kuna tatizo unalo muda huu, na hilo tatizo kuna watu wanakucheka, wanakudharau, Mwana wa Mungu aliye hai, sikiliza. Ni Mungu amekuweka kwa Nebukadreza kwa muda. Wakati wake utakapofika, atafanya tope, atakupaka, atakwambia kanawe kwenye Siloamu yako, utanawa na utatoka mzima. Wanaokucheka ndio watakuwa wa kwanza kusema Mungu amekutendea muujiza, Mungu amekutendea muujiza. Wanaosema wewe ni tasa, watakuja wakusaidie kupakata. Rabashanda rabaseke. Wanaosema umezaa mlemavu, watasema mbona anatembea tena. Rapapaka rabasheke, rika korabaseke. Usiumie juu ya shida ulio nayo leo. Bwana atakufanyia amani. Yeye ni Mungu wa amani. Haleluya, kanisa la Bwana. Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe. Rabakabaseke. Ngoja nikuonyeshe mfano wa mtu wa pili. Mtu wa pili ni Ayubu. Mtu wa pili ni Ayubu. Tunampata kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na mstari wa 6 hadi wa 11. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na mstari wa 6 hadi wa 11. Inasema namna hii, sitosoma yote, tasoma mistari michache hapa ndani. Inasema, basi palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu na mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Afu mstari wa 6 unasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda katikati yao. Mstari wa 8 unasema, kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari wa 9, ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe ukumzingira ukigo upande moja
na nyumba yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Ukitaka ujue hizi mali za Ayubu wingi wake, njoo kwenye mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na njozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wake wengi sana. Afu rudi mstari wa 10. Wewe ukumzingira na ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, ambavyo ndio vimetajwa pale mstari wa 3. Hapo mstari wa 11 inasema, lakini nyosha mkono wako sasa, huyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Sijakisoma hichi kitabu kwa mpangilio wake, ila nimesoma vile Roho Mtakatifu alivyoniongoza, ili kuna kitu fulani ukisikie. Ukitaka upate vizuri habari, soma mwenyewe kitabu cha Mwanzo sura nzima ya 1 na ya 2 na ya 3. Ikiwezekana hata kitabu kizima soma, utaelewa vizuri. Kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka upate hapa ni nini? Ni kwamba huyu Ayubu alikuwa anamcha Bwana. Na Biblia inasema katika nchi yake ya Usi hapakuwa na mtu anamcha Bwana kama yeye. Yaani ni sawa na leo hii Mungu aseme katika nchi ya Tanzania hakuna mtu anamcha Bwana kama wewe Mtanzania unayenisikiliza. Au aseme katika nchi ya Uganda hakuna mtu anayemcha Bwana kama wewe Muuganda unayesikiliza. Au aseme katika nchi ya Kongo hakuna Mkongo anayemcha Bwana kama wewe Mkongo unayenisikiliza. Kwa hiyo Mungu alimuita Ayubu anamcha yeye katika nchi yake yote ya Usi. Lakini Bwana alifanya mahojiano na Shetani. Na kwenye mahojiano yao ni Mungu alikuwa anajivunia ile hali ya utakatifu wa Ayubu. Shetani akamwambia Bwana, ni kwa sababu umemzingira yeye Ayubu na mali alizonazo, niruhusu nimnyooshe uone kama Ayubu hatakusaliti. Mungu akamruhusu Shetani ampige Ayubu. Na Shetani akaja, ukiendelea kusoma utaona Shetani alifilisi mali zote za Ayubu, zikaungua moto, watoto wake wote wakafa. Ayubu akawa maskini, mali zake zote zikapotea. Baadaye Bwana akapiga na mwili wa Ayubu, Shetani akaupiga madonda na majipu utosini paka kwenye unyayo. Sasa nikurudishe nyuma. Ayubu tajiri mkubwa akafilisika, mali zote zikaisha. Ayubu mwenye afya njema akapata majipu unyayoni paka kwenye utosi. Nani aliyefanya Ayubu apate hayo matatizo? Kama umesoma vizuri hichi kitabu utaelewa sio Shetani ila ni Mungu. Shetani kwenda kumpiga Ayubu alipata ruhusa kutoka kwa Mungu. Shetani kwenda kumpiga Ayubu, Shetani alipata permission, ruhusa, kibali from God kingdom. Hakwenda tu, Mungu ndiye alimruhusu. Kwa hiyo ile hali ya Mungu kumruhusu Shetani akampiga Ayubu ndiyo sawa na Mungu kumweka Ayubu kwenye kifungo cha Nebukadreza. Kwa Nebukadreza wa Ayubu kwa muda huo alikuwa ni Shetani. Akamfilisi mali, akampiga na magonjwa. Lakini nini goals ya Mungu? Nini nilikuwa lengo la Mungu kumruhusu Shetani ampige Ayubu? Mungu alikuwa anataka atukuzwe. Alitaka ili Shetani aone namna Ayubu alivyo mkamilifu na yeye Bwana atukuzwe. Kwa hiyo Mungu haoni shida kuruhusu ufilisike, haoni shida kuruhusu upate magonjwa ili yeye atukuzwe. Haoni shida. Ini mradi tu anajua wewe ni mtoto wake, unampenda naye anakupenda. Imenibidi nicheke leo. Mara nyingi na ubirigi wasicheki. Kwa hiyo haoni shida kukupiga magonjwa. Mungu haoni shida kufanya madeni ya kuandame. Mungu haoni shida kufanya ushindwe kusomesha watoto wako. Umewasomesha tangu primary afu unaenda kuchemka chuo kikuu ndio unashindwa. Haoni shida. Mungu haoni shida kufanya biashara yako iliyokuwa imeinuka mpaka umefikia level ya kuanza kwenda nchi za nje kufunga mali, umefikia level ya kuanza kuingia kwenye benki kubwa kubwa. Haoni shida kukufilisi ukaanza na moja ili tu yeye atukuzwe. Mungu haoni shida kufanya mpendwa uliyemuongokea vizuri ni Mkristo safi na unampenda, watoto wako wana maadili mabovu. Mungu haoni shida kufanya hivyo ili yeye baadaye haje atukuzwe. Mungu haoni shida kuruhusu wezi waingie wakuibie nyumbani kwako, uwafilisi kila kitu, uanze kujenga vitu upya. Haoni shida.
Mungu haoni shida kuruhusu tetemeko lipite lizoe nyumba yako uanze kujenga upya. Haoni shida. Mungu haoni shida kukupa shida ya aina yoyote ile. Haoni shida. Haoni shida kuruhusu upatwe na matatizo. Ini mradi tu yeye anaruhusu ili baadaye aje atukuzwe. Yeye kwake ni raha tupu. Na ndio maana unatakiwa umuelewe Mungu vizuri. Ni Mungu ambaye kiukweli kumuelewa inahitaji neema ya Roho Mtakatifu. Ndio unaweza ukamuelewa. Ni Mungu ambaye kuna muda anatuvuruga, anatuchanganya, anatukoroga, anatuweka sawa, tunaenda mbele na Bwana. Na haijalishi atakuumiza na kukuuliza namna gani, ila Mungu anabaki kuwa Mungu. Na ndio maana hakisha kuweka kwenye aina hii ya kifungo cha Nebukadreza kama aliyomweka Ayubu. Si kwamba atakuweka uwe hivyo hivyo kila siku, ila atakuweka kwa muda fulani. Kama ni miaka 3, atakuweka ndani ya miaka 3. Na ikishaisha anakuachilia, unatoka, unakuwa salama na jina lake linatukuzwa. Na kizuri zaidi, akisha kutoa, anakulipa na fidia ya mateso uliyopitia. Na ndio maana kama kuna mateso umepitia sasa kama alivyopitia Ayubu, usione shida, usikufuru Mungu, usivunjike moyo. Bwana atakulipa fidia. Kama ulikuwa una nyumba na nyumba imepotea, Bwana atakulipa nyumba nyingine. Kama ulikuwa una mtaji umefikia paka milioni 50, umefikia paka milioni 5, afu ghafla wote ukapotea, Bwana atakupa mtaji mwingine maradufu ya uliokuwa nao mwanzo. Rapashanda rabasaka. Kama ulikuwa umefikia level ya kujenga nyumba, karibia uwezeke nyumba, mara ikapita kimbunga kikabomoa ukuta wote, Bwana atakupa gorofa. Rapakoria makasaka. Kitu chochote kile ulichoharibikiwa nacho na ulikuwa nacho, usiumie kimepotea, Bwana atakupa kingine. Unaniuliza eti Mwalimu Petro, hata wanaume ambao wanakuwa wachumba wangu afu wameenda paka nyumbani kutaka kulipa mali, ghafla wananikimbia. Nakwambia hivi, Bwana atakupa mume. Atalipa mali. Mtaingia naye kanisani, na pete utavaa, na shela utavaa, na suti utavaa. Rabakoria makasaka. Utapata na watoto. Rika ndaraba korabashek. Sikiliza, hata kama umepoteza mimba, kila siku mimba zinapotea, Mungu atakupa mimba, itakana utazaa mtoto. Ripapakorapasheke. Haijalishi umepoteza nini kwenye maisha yako, Mungu anakurejeshea. Pokea nguvu ya urejesho. Pokea nguvu ya urejesho. Pokea nguvu ya urejesho. Yeye Mungu wa urejesho. Kwa nini nakueleza namna hii? Sikiliza, Ayubu alipopoteza mali zake, alipopoteza watoto wake, alipopoteza kila alichokuwa nacho, saa ilipofika alimrejeshea Ayubu kila kitu. Alirejesha nyumba, alirejesha watoto, alirejesha cheo, alirejesha heshima, alirejesha afya njema. Mungu akarejeshe kila kilichopotea kwenye maisha yako. Usiumie kwa kupoteza. Ni kwa muda tu umepoteza. Upo tu kwenye kifungo cha Nebukadreza kwa muda. Kama kuna watu wanakucheka, usiumie wanavyokucheka. Walienda pale wakina Elifazi, wakina Medadi, wakawa wakina Sofari, wakawa wamekaa pale wanaongea na Ayubu, wakati mwingine wanamvunja moyo, lakini Ayubu Bwana alipomuinua, wao ndio walikuwa wa kwanza kukiri uwepo wa Bwana kwenye maisha ya Ayubu. Kuna watu wanakucheka, watakuwa wa kwanza kusema kweli Mungu wako ana nguvu kuliko wa kwetu. Kwani ukumbuki Isaka alifukuzwa nchi fulani na wakina Abimeleki, lakini baadaye wakina Abimeleki walimfuata, wakamwambia tunataka kupatana na wewe kwa sababu tumejua Mungu wako Isaka ana nguvu kuliko sisi, na kueleza maadui wanaokusengenya sasa watarudi kukuambia wewe mtoto, Mungu wako ana nguvu kuliko sisi. Haijalishi ni majirani zako wamekutenga mtaa mzima, ukipita unaonekana vibaya, mwisho wa siku watasema Mungu wako ana nguvu kuliko wa kwetu. Tupe huyo Mungu wako, tupe huyo Mungu wako. Kuna muda waliokuwa wanacheka biashara yako ambavyo imekauka, watakufuata kukuambia mganga wako ni nani? Waambie mganga wangu ni Yesu Kristo. Twendeni mkampokee. Rapapakarapasheke. Si kama tunaelewana watu wa Mungu? Kama unanielewa sema amen kwa jina la Yesu. Ramashandaraba. Ninaweza
kuendelea nikakupata mfano wa Raheli, lakini ndani yangu Roho Mtakatifu ananiambia imetosha. Tuombe. Ripapa koraba sheke. Kama unajijua muda huu kuna vitu kwenye maisha yako ulikuwa navyo na ghafla umejikuta vimepotea. Ghafla unajikuta vimepotea na haujui vimepoteaje. Ulikuwa na ndoa, imepotea. Ulikuwa na mali, zimepotea. Ulikuwa na watoto, wamepotea. Ulikuwa na majumba, yamepotea. Ulikuwa na viwanja, vimepotea na haujui vimepoteaje. Ulikuwa na kitu chochote kile na ghafla kimepotea. Mimba zinapotea. Mwana wa Mungu, jua ni kwa muda tu. Kama ulishawahi kumkosea Mungu kwa ajili hiyo, ukaacha na kusali, ukaacha na maombi, ukasema mimi simtaki tena huyu Yesu kwa sababu hajanijibu majibu ya maswali yangu, na kueleza rudi leo ufanye toba, anayo majibu. Hayo mateso ulio nayo ni kwa muda tu. Ni Nebukadreza wa muda tu. Ilipofika muda wa mwisho, Mungu alimuondoa shetani akarejesha kwa Ayubu. Bwana anaenda kumuondoa shetani, anarejesha furaha juu yako. Ili Mungu amuondoe huyo adui, unapaswa kutubu kwanza. Ora mashandaraba. Ora makoraba kandaraba sekeraba shaka. Unasikia moyoni mwako chemko la huzuni. Unasikia huzuni ndani yako. Usijizuie, wacha huzuni ujiachilie. Unajisikia kutoa machozi, toa machozi. Rimakaraba seke. Unajisikia kuomba toba, anza kuomba toba. Usisubiri mpaka nikuongoze. Anza, Roho Mtakatifu yupo. Anza, yuko pamoja na wewe. Anza kuomba toba. Omba tu toba. Omba. Usisikilize tu mwana wa Mungu. Omba toba. Kila maeneo ambayo umenungunika, umehuzunika, umejiona ufai, umejiona mjinga, umejiona takataka, umejiona sio mtu katika watu, kila maeneo ambayo umejikataa mwenyewe, umejiona wewe si kitu, mwambie Mungu, Baba nisamehe. Huu ni muda wa kuomba. Omba toba. Toba ndio ufungua kukutoa kwa huyo Nebukadreza wako. Ripakoraba shekeraba sakandaraba. Ramakasaka makaraba. Rimamakoraba baba seke. Mungu, naomba utusikie watoto wako. Tunaendelea kuomba toba mbele zako Bwana. Katika damu ya Yesu tunasogea. Mbele ya damu ya Yesu. Tunaomba rehema mbele ya damu ya Yesu. Tunaomba Mungu tusamehe kanisa lako. Kila eneo ambalo Mungu tumepoteza vitu vimepotea kwenye maisha yetu, na tukajikuta tumekukufuru namna tulivyonungunika kwa kupoteza mali, kwa kupoteza watoto, kwa kupoteza familia, kwa kupotea kiroho. Bwana, tukaunungunika. Bwana, tukanungunika. Mungu, tunasogea mbele zako. Tunakuomba toba na msamaha kwa msaada wa damu ya Yesu. Mungu, tunaomba utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Bwana, tunaomba utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Sema, Mungu, naomba unisamehe. Sema, Mungu, naomba unisamehe kila niliponungunika. Sema, Mungu, naomba unisamehe kila nilipolalamika. Sema, Mungu, naomba unisamehe kila nilipowaza mabaya. Sema, Mungu, naomba unisamehe kila nilipowasingizia watu wengine kwamba wanahusika kwenye upotevu wa mali zangu, kwenye upotevu wa kila kilichopotea kwenye maisha yangu. Baba, ninaomba unisamehe kwa kuwahisi watu vibaya. Naomba Mungu unisamehe kwa kuwahisi watu vibaya. Mungu, naomba unisamehe. Mungu, naomba unisamehe. Sema, Bwana, ninatubu mbele zako leo. Ninaomba unipokee tena. Ninarudi kwako Bwana upya, maana nimekosea. Tazama Bwana, Ayubu hakukosea. Ulipomweka kwa Nebukadreza, Ayubu alinyamaza. Bwana, Ayubu alinyamaza, akasubiri wakati wa mateso uishe. Mungu, naomba unisamehe. Sema, Mungu, sema nyuma yangu. Mungu, naomba unisamehe kila niliposhindwa kunyamaza, nikalalamika, nikanungunika, nikasingizia na logwa, nikasingizia na filisiwa, nikasingizia kila aina visingizio. Kumbe niwe Mungu umesimama nyuma yangu kunisurubisha kwa muda ili utukuzwe. Baba, unanipenda, ndio maana umekubali niteseke ili utukuzwe baadaye. Unanipenda kwa sababu hata Ayubu ulikubali ateseke ili utukuzwe. Hata mwanao Yesu Kristo ulikubali ateseke ili ulimwengu wote ujue wewe ndiye Mungu wa kuabudiwa. Baba, ninaomba unisamehe
Maana hata Yesu angeweza kukataa, lakini Yesu hakukataa. Yesu alikubali. Yesu alikubali. Ndio maana leo tumeokolewa. Mungu, naomba unisamee mimi fulani. Taja jina lako. Sema, Mungu, naomba unisamee mimi fulani. Kila nilipokataa kubeba huu msalaba, sema, Mungu, naomba unisamee. Kila nilipoukataa huu msalaba, naomba Bwana unisamee. 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 Endelea kuomba Bwana akusamee. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba. Endelea kuomba kwa maneno yako. Rapapapapa seke. Bwana, naomba endelee kuachilia neema ya msamaha. Naomba endelee kuachilia neema ya msamaha. Naomba endelee kuachilia neema ya msamaha. Neema ya msamaha. Neema ya msamaha. Tunaomba ishuke. Tunaomba ishuke kutoka kwako mbinguni. Kutoka kwako mbinguni. Baba, tunaomba neema ya msamaha. Ishuke. 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 Neema ya msamaha. Neema ya msamaha. Tunaomba ishuke kwa ajili yetu. Tunaomba ishuke kwa ajili yetu. Ili Bwana tutakasike. Ili Bwana tutakasike kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunatubu. Tunatubu. Tunatubu makosa yetu. Tunaomba Mungu tusikie watoto wako. Maana tumechafuka. Tumenajisi madhabahu yako. Tumekukosea. Baba, tunaomba utusamee kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba Bwana uturehemu. 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 Sawa sawa na fadhili zako. Sawa sawa na wema wako. Mungu, tunaomba utusamee. Tunaomba utuondolee kila aina ya huzuni. Baba, tusamee. Baba, tusamee. Tunaomba ututakase kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Mungu, tunaomba ututakase kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba tutakasike kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba tusafishike kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba tuwe safi kwa msaada wa damu ya Yesu. Ramandaraba, rapapasheke, rapapasaka. Unasikia kunena kwa lugha, endelea kunena. Nena, nena mpaka kile kinachosukuma huku ndani kiishe. Nena, nena. Ripapakosaka, ripapakosaka, ripapakosaka. Baba, tusamee. Damu ya Yesu ipite kwa ajili yako hapo ulipo. Damu ya Yesu ipite ikuguse. Damu ya Yesu ikuguse. Damu ya Yesu ikuguse. Damu ya Yesu inakugusa hapo ulipo. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ripapa, ripapa, ripapa. Damu ya Yesu. Ripapa. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwa ajili yako. Ripapa. Rapakasha kaseke. Sikiliza. Roho Mtakatifu kuna kitu ananigusa. Kuna watu mko hapa mna majeraha. Kuna watu mna majeraha mioyoni mwenu. Kuna watu mna uchungu moyoni mwenu. Ramashaka. Kuna watu mna majeraha. Na majeraha yenu yanatokana na maumivu ya maisha mliopitia ya mateso. Yanatokana na maumivu mlioyapata baada ya kupoteza vitu fulani kwenye maisha yenu. Kuna watu mlipoteza ndoa, hamna majeraha kwa ajili hiyo. Imefikia hatua hamna hamu tena na mtu anayeitwa mwanaume kwa ajili tu kuna mwanaume alikuumiza. Imefika hatua unawaona wanaume wote ni wabaya. Kuna watu imefika hatua unawaona wanawake wote ni wabaya kwa ajili tu alikufanyia kitu kibaya. Kuna watu mko hapa hamna hamu tena ya kuzaa kwa sababu kila mnaposhika mimba zinaharibika, zinatoka. Imefika hatua una majeraha na hicho kitu. Kuna watu mna majeraha na watu wa kabila fulani kwa sababu tu watu wa kabila hilo waliwahi kukufanyia mmoja wao kitu kibaya. Umelihukumu kabila nzima. Unaliona hilo kabila halifai. Unaona hiyo tribal, oh, it's not okay for you. Kuna watu mko mahali hapa na majeraha kuhusu masuala ya kanisa. Kuna makanisa mmejeruhiwa nayo kwa sababu tu uliwahi kuwa kwenye hilo kanisa ukaumizwa na viongozi wa hilo kanisa. Kuna watu mmejeruhiwa na vikundi vyenu vya sala, vya fellowship, vikundi vyenu vya maombi mmejeruhiwa navyo kwa sababu tu wapendwa wenzako mnaomba nao pamoja walikujeruhi. Kuna watu mna majeraha mbalimbali kwenye maisha. Mna maumivu kutokana na vitu mlivyopoteza. Kuna watu mlikuwa na vyeo maofisini, mmejeruhiwa na hizo ofisi kwa sababu ya kupunguzwa vyeo, kwa sababu mliumizwa na mabosi kazini. Twende muda huu Bwana anaenda kuachilia damu ya Yesu kwenye kidonda ulicho nacho moyoni, anaenda kukiponya. Maana hata Ayubu kuna muda alifika alipata jeraha mpaka kalaani siku aliyozaliwa. Akasema na ilaniwe siku niliyozaliwa na ifanywe tasa. Akasema ni kwa nini mama yangu alinizaa siku ile? Anasema na ilaniwe siku ile watu waliposema
amezaliwa mtoto wa kiume. Unafikiri kwa nini Ayubu alianza kuzungumza maneno hayo? Jeraha liliingia ndani ya moyo wake. Kuna vitu umeongea kwa sababu ya jeraha. Twende muda huu, damu ya Yesu ipite kwa ajili ya jeraha ulilo nalo. Rabaseki. Sema naomba damu ya Yesu. Sema naomba damu ya Yesu. Naomba damu ya Yesu iguse kidonda nilicho nacho moyoni cha majeraha kutokana na mambo niliyoyapoteza kwenye maisha yangu. Sema naomba damu ya Yesu iniponye ili jeraha. Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya nilichopoteza. Naomba unisamehe. Wasamehe na watu wote waliohusika kwenye kupoteza kwangu. Nimejeruhiwa nao. Bwana, naomba uwasamehe. Naomba nami niwasamehe. Naomba neema yako iguse moyo wangu. Iguse moyo wangu. Sema naomba neema yako Yesu iguse moyo wangu. Niponywe ili jeraha. Niponywe ili jeraha. Niponywe ili jeraha. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Naomba iniponye jeraha ndani ya moyo wangu. Damu ya Yesu naomba iguse moyo wangu niponye jeraha. Damu ya Yesu naomba iguse moyo wangu. Sema tena, damu ya Yesu naomba iguse moyo wangu. Sema haraka haraka. Damu ya Yesu naomba iguse moyo wangu. 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 Endelea kusema damu ya Yesu naomba iguse moyo wangu. Endelea kusema, endelea kusema, endelea kusema. Kadiri unavyoendelea kusema, kuna huzuni Bwana anaiondoa ndani ya moyo wako kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ninaomba kadiri mtu huyu anavyoendelea kuita damu ya Yesu iguse moyo wangu mahala popote alipo. Ninaomba Bwana Yesu umguse kweli na hakika kwenye huo moyo wake. Kila kidonda alicho nacho kutokana na majeraha ya maisha kuhusu mambo aliyopoteza, kwa msaada wa damu ya Yesu, Mungu ninaomba uponye hilo jeraha ndani yake. Ponya 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 hilo jeraha. Ponya kwa damu ya Yesu. Naomba lipone. Pokea uponyaji wa hilo jeraha kwa damu ya Yesu. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Rapapaseke. Hicho kidonda naomba Bwana akipanguse kwa machozi yake. Akipanguse kwa maji yake ya uzima. Ripapasaka rapakoshaka. Hata hicho kifungo ulicho nacho cha kushindwa kumsamehe huyo mtu, pokea uponyaji uweze kusamehe. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Hicho kilichokaa kwenye tumbo lako kama hali fulani kinachofanya upate pressure wakati unapokumbuka wingi wa vitu ulivyopoteza. Wingi wa vitu ulivyopoteza inakufanya upate pressure. Huo uchungu uliokaa tumboni, toka uchungu kwa damu ya Yesu. Toka. Unajisikia kutapika, usijizuie. Toka uchungu. Toka. Unajisikia kutema, usizuie kutema. Toka uchungu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, uchungu uliozaa pressure ndani yako, ninaamuru uchungu uliozaa pressure toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Uchungu unaokupa kuzimia, toka kwa damu ya Yesu. Uchungu unaokupa vidonda vya tumbo ndani yako kila ukikumbuka wingi wa mali ulizopoteza. Uchungu unaokupa vidonda vya tumbo unapoikumbuka hiyo familia, unapokumbuka hayo maisha. Damu ya Yesu ikuponye huo uchungu. Toka kwenye hilo tumbo. Vidonda pona leo kwa damu ya Yesu. Huo uchungu uliokupa hali ya stroke. Mdomo wako umepinda kushoto, mdomo nyooka kwa damu ya Yesu. Mdomo nyooka kwa damu ya Yesu. Mdomo nyooka. Ukimwi ulioingia ndani yako kupitia hali ya huzuni, damu ya Yesu ponya huo ukimwi. Ponya kwa damu ya Yesu. Kifafa ponya kwa damu ya Yesu. Pressure pona kwa damu ya Yesu. Kila aina ya ugonjwa uliokukamata kutokana na hali ulionayo ya udhaifu, kwa damu ya Yesu pona kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nguvu za Mungu ziendelee kukugusa hapo ulipo. Nguvu za Mungu ziendelee kukugusa. Nguvu za Mungu ziendelee kukugusa. Ziendelee kukugusa. Ziendelee kukugusa. Ziendelee kukugusa. Rika korapasheke. Rapapakarabasheke rapapasaka. Rimanda rabakoria makasaka. Nasikia kusukumwa kuomba toba kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya nchi. Rimanda rabaseke.
Omba toba kwa ajili ya nchi yako. Wewe ambaye ndani yako unasikia kuhudumiwa, omba toba kwa ajili ya nchi. Rimandaraba sheke. Chochote kile ambacho unasikia kuomba toba, omba toba. Unajisikia kuomba toba kwa ajili ya hospitali, omba toba kwa ajili ya hospitali. Kuna watu wamejeruhiwa na hospitali, omba toba kwa ajili ya hospitali kwenye nchi yako. Ripako raba sheke raba ndaraba. Omba toba kwa ajili ya imani ya kanisa la nchi yako. Rimako raba ndeke maka. Mungu tunaomba urehemu nchi. Ripako raka seke rapapa kasaka. Damu ya Yesu irehemu mataifa yote. Tunaomba toba kwa ajili ya nchi zote. Rimako raba shandaraba. Rimako raba ndaraba koria mandaraba. Papa karaba kasaka ndaka maka seke. Unanisikiliza muda huu na unajua haujampa Yesu Kristo maisha yako, bado hujaamua kumpa Yesu Kristo maisha yako awe Bwana na Mwokozi wako. Unajijua unaishi maisha ya dhambi, na leo umesikiliza maombi haya na unasema nataka kuanzia leo kuwa Mkristo kamili. Au ulikuwa umerudi nyuma kwenye wokovu kwa sababu tu ya hasira uliokuwa umeipata kutokana na kupoteza vitu kwenye maisha yako, na leo umesikia somo umesema niko tayari kumrudia Bwana, maana ninajua ni kwa muda tu Mungu atamuondoa huyu Nebukadreza. Upo tayari kufanya namna hiyo? Naomba twende pamoja nikuongoze sala ya toba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni sala ambayo haikuhamishi kanisa unalosali, ila ni sala inayokuhamisha kutoka dhambini na kukuleta kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo usione mashaka kuisali pamoja nami, tutaisali. Na baada ya sala hii na kushauri uende kanisani kwenu, ukarejee upya kanisani. Ulikuwa umeacha jumuiya, karejee. Ulikuwa umeacha fellowship, rejea kwenye fellowship. Na ukitaka kuwasiliana na sisi, uwasiliana nasi, tukushauri vitu vingi vya kufanya. Endelea kuwa mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya Jerusalem Family vya online. Mungu ataendelea kukuhudumia. Twende tusali sala ya toba pamoja. Sema, Bwana Yesu, nasema asante kwa sababu wewe